Kwanza kabisa nipo hapa kwa ajili ya kuwafundisha somo la hisabati. Somo hili limekuwa gumzo kwa watu na jamii nzima. Wamekuwa wakijua kwamba hesabu ni ngumu sana. Lakini hesabu sio ngumu. Hesabu ni namna wewe unavyoifikiria. Sasa leo ninakwenda kufundisha kuzidisha. Na kuzidisha hii nitaweka mfano wa namba umepewa labda 432. Uzidisha namba nyingine yenye namba labda 314. Sasa tumezoea njia ya kuzidisha kwa njia ya ulalo. Lakini leo tunatumia njia ya kawaida kabisa ya kuchora kwa kutumia boksi. Kwanza kabisa tutaandika njia. Baada ya kuandika njia, utaandika namba zako kama ulizopewa. Utaandika 4 vizuri kabisa, 3, 2. Baada ya kuandika hizi namba zako, utachora kama hivi. Utachora namna hii. Hii tunaita njia ya square. Lakini pia una namba 3. Kwa hiyo utaanza kuichora, utachora huko, utatenga kwa sababu ni namba 3, utachora huko mistari mitatu kumaanisha kwamba unatenga mara 3. Baada ya hapo utaandika hii alama ya kuzidisha. Utaandika hizi namba kwa kuandika huko kuziandika kwenda chini. Utaandika hapa 3, namba ya mwanzo ambayo ni hapa, inafuata namba 1, utaandika hapa, inafuata namba 4, utaandika hapa chini. Baada ya kuziandika hizi namba na zenyewe unazichorea mstari wako kuzitenganisha. Kwa maana zenyewe ziko namba 3, unatenga namna hii, unatenga namna hii. Hapa tayari umepata square ambayo ni mraba. Unatengeneza kwa njia ya miraba. Sasa baada ya kuchora hii miraba yako, unatakiwa sasa uchore mistari hapa katikati kwenye hizi boxi hizi. Unaanza kuchora mstari, boxi moja ya boxi unachora namna hii, pembe na pembe unachora boxi nakata namna hii, namna hii. Baada ya kumaliza kukata namna hii, hapo sasa uwanja sasa unaofuata ni kuzidisha. Tunazidisha namna gani? Sasa tunaanza kuzidisha namba hizi za mwanzo na hii. Kwa 4 mara 3. Kabisa tunajua 4 mara 3 ni 12. Kwa sababu tumetenga vipande viwili humu kwenye hii boxi. Maana yake sasa jibu letu ni 12. Kwa hiyo tunaandika simple kabisa, tunaandika 12. Tunafuata namba inayofuata. Namba inayofuata ni 3. 3 mara 3 tunajua kabisa ni 9. Kwa sababu hii namba iko moja, hatuwezi kuiandika hapa, badala yake tunaiandika hapa chini. Lakini zingekuwa namba 2 tungeandika tu hapa na hapa. Lakini kwa sababu hii iko namba moja, tunaandika hapa chini letu. Tunafuata namba inayofuata. Namba inayofuata ni 2. Tunazidisha na namba 3. 2 mara 3 ni 6 na hii namba moja, kwa tunaandika hapa jibu letu ambao ni 6. Baada ya hapo tunarudi tena mwanzo. Kuzidisha sasa namba ya mwanzo na hii namba tena ya pili huku chini, zinazoenda huku chini. Kwa tutachukua 4 mara moja. Na yenyewe jibu letu ni 4, ambapo itakuwa ni namba moja, tunaandika hapa chini namba 4. Tayari tunaandika sasa 3 mara 1. Na yenyewe jibu ni 1, kwa hiyo tunaandika jibu letu ni 3. Lakini pia 2 mara 3 mara 2 mara 1 ni 2. Unaona? Kwa hiyo tunaandika jibu letu ni 2. Baada ya hapo tunarudi tena hapa mwanzo kuzidisha tena namba ya mwisho ambayo ni 4. Kwa hiyo 4 mara 4 jibu letu ni 16. Kwa sababu hizi namba ziko mbili, kwa hiyo tunaandika 1 na 6. Kwa maana ya kwamba jibu letu ni 16. Tunaangalia tena namba inayofuata hapa ni 3. 3 mara 4 jibu letu ni 12. Na hapa namba ziko mbili. Kwa hiyo kwa sababu tumetenga sehemu mbili hizi, na jibu letu ni 12, tunaandika 1 na tunaandika hapa 2. Tunarudi tena huku kwamba 2 na 4. 2 mara 4 jibu letu ni 8. Kwa sababu namba ni moja, yenyewe tunaiandika tu hapa kwa sababu jibu ni namba 8 na ni moja. Baada ya kumaliza kuzidisha hivi, hatua inayofuata unatakiwa sasa hizi namba hizi ujumlishe kolamu moja baada ya nyingine. Na nikiangalia hapa tuna kolamu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, ya 5, ya 6. Unaona? Kwa hiyo sasa unatakiwa uanze kujumlisha kolamu moja baada ya nyingine. Tutaanza na kolamu ya mwanzo. Kolamu ya mwanzo kabisa ina namba moja tu ambayo ni 8. Kwa hiyo utaandika jibu lako 8. Kolamu hii ya pili ina namba 2 ambazo ni 2 na 2. Ziko mbili kwenye kolamu hii. Kwa hiyo utazijumlisha. Utajumlisha 2 jumlisha 2 utapata 4. Na jibu lako utaandika hapa chini 4. Kolamu hii ya tatu ina namba zipo 4 ambazo kuna 6, kuna 3, kuna 1 tena, lakini pia kuna 6. Kwa sasa unatakiwa sasa uzijumlishe hizi. Utaanza 6 jumlisha 3 unapata 9. Unaona? Basi ongeza 1 inakuwa 10. 10 ongeza 6 inakuwa 16. Sasa utaandika 6. 6. Baada ya hapo utakuwa na mibakiwa na 1, ambayo sasa hiyo 1 utakuja uijumlishie na hapa fungu la kolamu hii. Ama uiandikie hapa kwa sababu utakuwa umeenda na 1 ambayo sasa imebakiwa 1. Hiyo 1 usipoikumbuka unaweza kukosa. Lakini ukaona kwamba hiyo 1 una uwezo wa kuiandika kwenye kolamu inayofuata kwa sababu hapa kuna gap, au unaweza ukaiweka hapa hiyo 1. Baada ya kuiweka hapo unaanza kujumlisha hizi sasa namba hizi hapa. Kwa mfano 9 kujumlisha 1 ulioiweka hapa inakuwa ni 10. 10 kujumlisha 4 inakuwa ni 14. Lakini bado kuna namba nyingine hapa 1. 14 jumlisha
moja inakuwa 15. Kwa hiyo na penyewe tunapata jibu ni 15. Sasa wewe unatakiwa uandike 10, unatakiwa uandike 5. Hiyo moja tena unaichukua tena unaenda nayo kwenye column nyingine ambayo sasa unaweza ukaiandika kwenye hiyo column, au kama utaikumbuka utaijumlishia baada ya kujumlisha hii column, au kama ukiona kama utasahau moja kwa moja iweke hapa. Weka hapa afu baadaye jumlishia. Utakuwa unapata namba 2 sasa kwenye hii column ambayo itakuwa ni 2 na 1. 2 jumlisha 1, jibu letu itakuwa ni 3. Unaandika 3. Utakuwa umebakiwa na column moja hii hapa ambayo jibu letu ni 1 tu na namba iko 1. Kwa jibu lako utaandika 1. Namna hii. Kwa jibu lako utakuwa umepata kabisa jibu sahihi ambalo halina usumbufu wowote kabisa. Na hivi ndivyo tunavyozidisha hesabu ambazo unaona kwamba kuzidisha kwa njia ya kulala inaweza kuwa ni ngumu kwako, lakini ukitumia hii njia utapata jibu simple kabisa na kwa urahisi zaidi.